mtu ukisimama uende useme engine ya shares and hii shares wanasema tuseme mimi ni Mukisii. Ukisii we are perceived not to have voted for UDA. Alafu deputy president yanda asimama aseme hii nchi Mukisii asipate kitu. Alafu wewe ulete hiyo mswada kwako. Where would you vote? Utapiga yes or no? Utapiga wapi? Nitaangalia. Wewe nimekuuliza swali. Wewe ni Mukisii. Mtu amesema kwa hii serikali yetu Wakisii hawatakikani kupewa kitu. Alafu wewe ulete hiyo mtu wale uambiwe sikia vile amesema. Utapiga wapi? Tukuja hapa hivi tuangalie ile event ya jana ya Embu. Tumalize yako kwanza hii yangu. Mimi nimekuuliza swali, utapiga wapi to be fair? Where would you vote? Hiyo mtu utataka aendelee kukaa, mtu utataka aende. Serikali iko sawa. Iko sawa kwa sababu hakuna kwangu sina shida ya hiyo vitu wamesema hiyo ya abductions ya nini hakuna. So I would say maneno ya abductions I don't know. Hii jamii ya Omogusi iko wapi kwa serikali? Si kila mtu wako kwa jamaa yake. Mimi niko Jubilee. Wengine wako ODM, wengine wako UDA. Mko na shares kwa serikali? Ile ni nani alikuwa anataka kuleta, that's why we chased him away. Alikuwa anataka kuleta maneno ya shares. Tukamfukuza kabisa. Alikuwa anaongea hiyo lugha unaongea. Hiyo yako unataka kusema ati shares. Shares ni gani? Shares is the whole country belongs to every Kenyan. Ukianza kuongea hiyo manoti hata wewe tutakufukuza hapa Nakuru. Kama 2027 sisi Wakisii tunaweza kuwa tunataka chama. Kwa sababu gani? Kwa sababu mtu anaitwa Raila ako na ODM yake, William Ruto ako na UDA, Musalia Mudavadi yako na anaitwa nini ANC na wengine wote. So why not us? We can also have our party so that ndio tuende kukaa kwa mesa, we talk the same language with the other people. Yeah, there is nothing wrong, but at the moment kila mtu wako kwa chama yake. Lakini si mko na chama ambayo inaongozwa na Amos Nyaribo. Yo is a village party. Yaani kuenda kukutana kukunywa jana kuongea vitu za upuzi ndio unataka tuanze kuingia hapo? How do a member of parliament who has been elected by all of the communities find himself in a meeting of villagers? People don't even assist anything when we have problems here. Mtazamaji wa Manoti TV, karibu ndani ya kitengo cha Sema na Manoti, na siku ya leo niko na mheshimiwa Samuel Arama, mbunge wa Nakuru Town West constituency hapa county ya Nakuru. Karibu sana ndani ya Sema na Manoti, ndani ya Manoti TV. Asante sana bwana Manoti, karibu hapa kwangu nyumbani. Asante. Unaendeleaje? Mimi niko poa, sina maneno. Tunatulia tu. Nimekutafuta kwa sababu ya mambo kadha wa kadha kama mbunge wa Nakuru Town West na pia mbunge wa Nakuru County. Nakuru County. Tujadili masuala mawili matatu kuhusiana na siasa national na pia county ya Nakuru. Haswa Nakuru Town West. Wacha leo tuanze na top tukikuja bottom. Unajua mambo na bottom up. Ilikuwa kuanzia chini kuenda juu. Sasa tutaanza juu kuteremka chini. Hii mambo na bottom up ilileta shida sana. Sasa wacha tuanze top. Usiongee hiyo bottom up italeta shida. Wacha tutuongee. Wacha tuongee hapa. Haya, mheshimiwa. Kwenda chini. Mara mwisho tulizungumza nawe ilikuwa masuala ya kufa dereva, kufa makanga. Na makanga ni kama alikufa. Sasa tunaenda kwa dereva. Unaona kama huyu dereva tutamweza? Kwa nini mnataka akufe kwa nini? Driver hako sawa. Makanga pengine alianza kuibia mwenye gari pesa. So makanga akatimiriwa mbio. Driver bado wako hajaibia mwenye pasi pesa. So the driver is still there. Haya, tuachane na driver kidogo tukuja hapa kwa makanga. Wewe ulikuwa mmoja wa kusema aende nyumbani. Na ukasema hiyo time ilikuwa ni priority ambayo ilikugonga sana katika mitandao ya kijamii hapa kaunti ya Nakuru. Ukasema priority hiyo time ilikuwa ni kupeleka Gachagua nyumbani. Ni kwa nini ulisema ilikuwa ni priority? I didn't say sikusema hivyo Manoti. Go back to your clips. I said the most important thing now, past priority ya parliament is discussing the impeachment.
That's not mean that nilisema yeye aende. I said discussing the agenda for parliament that time was the impeachment. That was the priority in parliament. That's what I said. I didn't say Gachagua aende. Ukavote yes. Yes, I voted yes. I voted yes. Huyu Gachagua alikuwa rafiki yako, mbona ukataka aende nyumbani? No, nani alisema si rafiki yangu hata sahi? Wewe nyinyi watu mbona musikiangi maneno hivi ni from the beginning? Moi alisema nini kuhusu Saitoti? Alisema urafiki na siasa, those are two different things. Now I voted for Gachagua is impeachment. That doesn't mean that he's not my friend. He is. Kama ungekuwa wewe ungefanya nini? Kama wewe ungekuwa member of parliament na hiyo wave ya yeye kuambiwa 283 members wanapiga kura aende nyumbani. Hata kama singepiga, if they would have voted 281 pata angeenda tu. Wewe kama ungekuwa wewe ungefanya nini? Ningesikiza ground. Ningesikiza ground. Hiyo ground ndio Gachagua alisikiza na akaenda nyumbani. Never listen to the ground. Mtu asikudanganywe ende kusikiza ground. Sikiza boss yako. Kama angesikiza William Ruto angeenda. Never listen to the ground. Kwa hivyo alifanya makosa kusikiza ground. Makosa kubwa, si ndio, na akaenda nyumbani. Sasa kama angesikiza mdosi yake angekuwa deputy president bado. Yeye alisikiza ground. You know, let me tell you. Watu wanasema at 2027 watu watenda 3 years in politics is good enough for you to be where you are. Kama angesikiza mdosi yake angekuwa deputy president. Sasa alisikiza ground. Mheshimiwa, wewe unasikiza ground? Mimi nasikiza both. Lakini mimi sikuangi na shida niende kusikiza ground. Unajua ground yangu kusikiza I do is like what I was doing last week with my people from the office and the CDF, public participation. That is kusikiza ground ndio hiyo. Watu walipita, hiyo watu yote unaona hapa walienda in every ward. Walianzia hapa London, wakaenda Shabab, wakaenda Kaptembwa, wakaenda Mwaliki, wakaenda Paruti, wakaenda Kapkures, wakaenda Kaptembwa. Hiyo ndio inaitwa listening to the ground. And when I listen to the ground, matokeo nilipata ni ya kwamba watu wanataka maendeleo. Sikusikia mahali watu wanasema ati Rigiji yako wapi. Hawakuuliza at least maneno ya Rigiji. Wewe ni mtu ya kwanza nimeona umekuja unaniambia iko maneno na unauliza maneno ya Rigiji. Wewe unasema niko na fitina? Hapana, si fitina. Uko na maneno yako. Unajua bibi Rigiji alikuwa rafiki yako. Wewe huwezi kuwa na fitina. Lakini sasa wewe ndio unauliza. Lakini ukiuliza watu yote hata wakina Hamisi walienda, huyu Hamisi was one of them. Watu wanataka maendeleo. So that is listening to the ground. Kwa hiyo public participation hakuna mtu aliulizia Gachagua alienda wapi? Hapana, hakuuliza. Sikuona the clips ali. Kila mtu alikuwa anasema sisi tunataka kitu fulani, tunataka nini, mheshimiwa wako wapi? Unamwambia mheshimiwa wako bunge Nairobi. Wanasema you know me, I'm one person who likes following the constitution. The constitution is in every financial year you do public participation with the type of money umepata. So tumemaliza hivi karibuni na I'm going to call the people to the new office ile nataka kufungua. So that niwaambie vile watu walienda, sababu walisema kitu gani, nisema hapo mtapata hii. Hapa London msema hii mtapata hii. When we are opening the office, I will do another public participation where I will call all the people from the constituents. Wakuje niwaeleze niwaambie kweli mlifanya public participation na ile vitu mlisema yote ni ile tumetaka kufanya ni and you know I didn't want them to do public participation on education because I'm going to use another formula this time ya kupeana bursary. Remember bursary every financial year watu wana apply. Na unakuta mtoto wako form 1 ana apply, yule anaenda form 2 ana apply, 3 ana apply, so we don't want to repeat the same. Those applicants wale walifanya application for bursary last financial year, we will use the same information to award bursaries to students who are in form 2, 3 and 4 because we have their records. Maybe what we need to do ni kuongeza pesa because hii hatuna form 1s. You know, form 1s we are taking around 30 million.
when they go from standard 8 to Form 1. Now that they are not there, Waterpark grade 8. I think grade 8 in primary. So ile pesa yote ilikuwa inaenda Form 1, we refer to tupatie sasa watu wale wanaenda Form 2, 3 and 4. Then now the minister will have an extra of around 30 million which will be distributed among these people. So that if last time they school were having 6,000, we will be able now to add maybe to ongeze ifike kama 8,000. Now the parents don't need to apply because we have the data, we have those students who applied. So the ones who didn't apply, wale walifungiwa nje tutaambia wa apply peke yao. So I will call the people wa Nakuru Town West constituency niwaeleze niwaambie wakati hakuna applications inaenda kuamend kwa wale students wanaenda Form 2 because we are not going to have Form 1 because we have their names and we have their schools unless we have changed our students from one school to another. I have day schools wale wako hapo tuwaongeze pesa maybe from 6,000 to 8,000. Na iko kitu moja pengine kwa hayo maneno so that niwaambie, unajua wakati when we are awarding the bursaries tulipeana kulingana na zile pesa tulikuwa tunatarajia zitakuja in good time. The money delayed didn't come. Na watu wengi nikaona wameenda kwa mitandao, wengine wakaandika barua kuenda anti-corruption ati pesa ya CDF imekuwa na Nakuru Town West, but hiyo pesa the license ilikuwa imekuja. This was the first time hata we are going to another financial year kupata ile pesa nyingine tulikuwa tunapata. Na wakati tulipata kidogo, we have tried now to see those ones who didn't get kama pesa itakacha cha hii chakuja kwa pesa nyingine chakuja. So then nieleza watu pia ni kwa nini those delays, because there is nothing I can do if the money is not there. I want to give you an example. We budget ya bursary 60 million for example. Then by the time tuna budget the pesa chakuja and we gave out this money and we instructed the teachers that this money would come in the course of the financial year, but the pesa ikukuja. That's why they delay. So that nieleze watu so that they can also understand that if you had applied umekuwa umepata shilingi 6,000 ulikuwa umepata shilingi 10,000 pesa haijafika, si makosa ya CDF, ni makosa ya treasury kuleta pesa kwa port na port ileta hapa, lakini ikileta hiyo watu watalipiwa. Then I went ahead to tell those people who were affected that once you had been given maybe 6,000 or 8,000 na haijafika, tunakuja kwa office, tunapiga simu, tunasure the head teachers that money is in the pipeline, it's coming. Lakini unajua kawaida yuko watu ya siasa wengine wanakuwa na ile siasa ya kuchochea, ya kuenda kusema pesa imeenda wapi, you know, rubles kidogo, and you know, singekaa niseme naongoje hiyo pesa mpaka ikuja na watoto wanaendelea kusumbuka maybe kukura ama kufukuzwa. I took that step that if you have been awarded utaongoja, lakini pesa finally itakuja. So that ndio nieleze watu pia maneno ya hiyo watu ile pesa hawajapata. Then niwaambie vitu happy with the way we are giving bursaries. If they are not happy, waseme vile wanataka tupeane because pesa ni yao, pesa si yangu. Hiyo tunasema ndio kusikiza ground. Tulisema tunaanza top tunaenda bottom. Lakini hapa kwa bursary umezungumzia kwa mapana na marefu. Wacha tumalizie mambo na bursary. Kuna hii agenda na pia mswada wanasema ikuwe consolidated. Iweko kwa Ministry of Education. Wabunge mambo na bursary ikome. Wewe unaunga mkono hiyo? If naunga yes. Kama unajua haja yangu ni watoto ya watu wala wajiwezi waende shule. If kama wanaweza unganisha sote sema ministry waseme education in Kenya is free, that's better for us all. Because hakuna wakati tutaambia watu ati apply fanya nini. Tunataka education president ya alete executive alete mswada bunge waseme education in Kenya is free from now henceforth. Ile pesa yote napeana kama pasa alikuja kwa constituencies erudi ende Ministry of Education, lakini tupitishe sheria ya kwamba hakuna application inakuwa made, because if we say that people are going to apply, hiyo pesa itaenda kwa matajiri wale wanakaa Nairobi. Watu yangu ya constituencies watafika Nairobi lini waende kutafuta hiyo pesa? But if they can say that free education in the Republic of Kenya, ile pesa yote ilikuwa inaenda kwa women rep, inaenda kwa governor, inaenda kwa Ministry of Education, ile inaitwa man to presidential bursary, CDF bursary. Sisi tupaki na development peke yake kama kujenga grassrooms na nini,
I will support. But kunieleza mniambie you want to abolish CDF, then CDF wewekwe hiyo pesa iende kwa Ministry of Education, which money is still there, and then ifiki kwangu kwa watu yangu, then that one I cannot support. But we must have a bill saying that the education in Kenya is free. Fine, if they say like that, ni sawa. Kwa sababu hakuna mtu atakuja kwangu kuniambia mtoto yangu achaenda shule, kwa sababu niliapply bursary to Ministry of Education, chafika ende unifuatie. So mtoto kazi yangu ni kuhakikisha mtoto ako shule na serikali italipa. Why should I want to not support? I will support. Labda unafikiria labda hii mambo na bursary, hii bursary issuance sijui nini inakuwa sometimes inakuwa campaign tool ya majority of the MPs. Yeah, it can. But what's wrong with that? If kama nimepatiwa bursary, nimetumia bursary yangu mzuri, watu wameona nimeitumia mzuri, what's wrong with it? I'm not seeing anything wrong. But do you know bursary, hii CDF ndio inafanya wajumbe wengi wanaenda nyumbani. That's why I'm very very careful about the issues of bursary and the development, the bursary development ya CDF in my constituents. I'm very careful because I know that one can make you home or get retained. And by the time unakuwa elected first time, second, third, then it means you are using your CDF money properly. Because if you are not using the CDF money properly, how could you be elected 3 times? It's not possible. And angalia members of parliament who are elected once is because the CDF bursary and the CDF functions, their development is not there. Tuachane na mambo na bursary. Umesema umechaguliwa first term, second term, third term, nimesikia unaenda sijui form 4. Tutazungumzia hiyo baadaye. Gachagua ni kama amesaulika. Jana tu tuliona pale Embu akashangiliwa, lakini the limelight ni kama ameenda akipotea kabisa. Unaona kama impeachment yake imeumaliza kisiasa. Unajua kusema ukweli ni kwamba Rigiji at the moment is very popular in the central. But the mountain is very popular. Lakini maybe ataendelea kuisha kwenda chini, maybe I don't know. Lakini Rigiji is very popular. Ile bila popular ndio niliona jana watu wanamsangilia. You didn't expect him muende kukaa karibu na president when he is impeached or when he doesn't hold any position. Lakini mheshimiwa mali alikiti alikuwa mbali sana, alikuwa amekaa huko na mama huko kwa kwaya. You know, according to us now or according to the government, DG is just like you now. What the person does you is yeye ni kama wewe. Manoti, if I'm not a member of parliament, you cannot come here this morning. What will you come to interview me about? What utakuja kuniuliza nini? You can't come. Wewe unasema Rigiji is just an ordinary member. Of course, once you are out of your position, it's like hata unaona Uhuru Kenyatta hata sasa jana ukuwa na ile mesa na anaweka maji. It's just he has turned out now to be an ordinary, okay, not really ordinary as such, lakini ile treatment angekuwa apate wakati alikuwa president hawezi kuipata sahi. I also expect the same once I'm out of office as a member of parliament. I don't expect to see people lining up to come and see me. I don't expect watu wanakuja kunywa chai hapa kwangu kila siku wakuje kunywa, because watakuwa na mheshimiwa mwingine yule atakuwa anaenda kunywa chai kwake, watakuwa na mheshimiwa wao ataenda kwenda kuuliza assistance. Hata wewe mwenyewe utakuwa unakuja hapa kuinterview mimi because utakuwa na mheshimiwa mwingine unaenda kuinterview. So it's just normal. Gachagua is just an ordinary person at the moment, but it's not very ordinary by the position he was holding. And the people, unajua sasa watu wanauliza, wanasema hii mtu ni mtu yetu nini. Remember, Gachagua was not very popular as he is now when he took over, because pia alitusi Uhuru Kenyatta, akasema Raila akaingia maneno ya siasa ya kutusi Raila, ya kusema maneno ya shares. You know, some of us who are in Azimio, we didn't really want to go because he could not even welcome you. That you nataka kwenda yeye akikuwa anaona mtu anasema ni mtu ya Azimio. So watu sisi hatukukua huko. Sasa kama watu ya UDA walisosana wakamletea shida, sisi tuliletea bunge wakasema hii mtu makosa yake ni ukabila. Wapi? Wanasema anasema Kenya ni people rasmi wakuwe na shares. Kuangalia kweli wanaweka kilibu tunaona.
alikuwa anasema maneno ya shares. Alafu akasema mtu alikuwa anatusi kila mtu. Wapi wanaweka kilipu wanasema ona vile alisema Uhuru Kenyatta. Ona vile alisema Raila. Ona vile alisema nini kama ingekuwa lakini wacha umesema kama ingekuwa ni mimi. Wewe jaribu kuangalia hizo 11 charges. Uliona kama they are ya kumtoa ya kumpeleka nyumbani? The 11 charges were there. All of them would have not been correct. But you know the people who are determining whether they were correct or not is the Senate. Kazi yetu ilikuwa tu ni kusomea yeye charges. Vile zilikuwa zimekuja. Mahali alikuwa anaenda aende kujisaidia aongee. Ulimuona bunge akiongea? Did he come to the assembly kuongea? Alikuja. Wewe nauliza wewe swali. Alikuja to the National Assembly? Alikuwa? No. The assembly he was brought there for the judges to be read to him. But on now to defend himself before the National Assembly he didn't. Kazi yetu ilikuwa ni kama ukienda kotini. Ukienda kotini mara ya kwanza unasomewa mashtaka yako. Alafu unaruhusu unaambiwa koti number 1 unasomea. Unaruhusu unaambiwa kesi yake itafanywa na koti number 3. Sasa mahali wewe unaenda kusimama ujitetee. That's what we did. Unajua watu wengi hawajajua ni kazi ya assembly ilikuwa gani kwa hii maneno ya impeachment. Hakuna kazi sisi tulikuwa naye. Kazi yetu ilikuwa ni kusomewa charges. Yeye akuja aseme yes or no. Alafu apelekwe to the main judge who was going to hear his case, which was the Senate. The Senate ilienda pale ikasikiza, wengine akakutwa na makosa ingine hakupata. Out of 11 judges they only proved 5. And even if they could have proved 1, still it was going to be an impeachment. And remember Manoti, mtu ukisimama uende useme engine ya shares. And hii shares wanasema tuseme mimi ni Mukisi. Ukisi we are perceived not to have voted for UDA. Alafu Deputy President yanda asimama aseme hii inchi Mukisi asipate kitu. Alafu ulete hiyo mswada kwako. Where would you vote? Utapiga yes or no? Utapiga wapi? Nitaangalia. Wewe nimekuuliza swali. Wewe ni Mukisi. Mtu amesema kwa serikali yetu Wakisi hawatakikani kupewa kitu. Alafu ulete huyu mtu anazoambiwa sikia vile amesema. Utapiga wapi? Tukuja hapa hivi tuangalie ile event ya jana ya Embu. Tumalize yako kwanza hii yangu. Mimi nimekuuliza swali, utapiga wapi to be fair? Where will you vote? Hiyo mtu utataka aendelee kukaa, mtu utataka aende. Aya, umesema sasa hivi Rigiji bado wako popular. Jana tukiangalia ile event ya Embu, tuliona former president alikuwa, Rigiji alikuwa, Kindiki alikuwa, president alikuwa. Hii event uliona ikuwa aje? Kwa sababu ile kushangiliwa, former president alishangiliwa na Rigiji na the same na president na Kindiki. Kulikuwa na tofauti. Unaona kuna mtu anafaa asikize ground ama hiyo ground unaona iko aje? Hiyo ni kawaida. For the time being, for the next 2 months watu watakuwa wanasangilia hawa. And remember that is just one occasion. Iko occasion the president atakuwa anaenda peka yake bila hawa. It just chance that he is one of them. Watu but there are many other things which are going to come up. People will forget about impeachment ya Rigiji very soon. Na hiyo maneno ya kusangiliwa kufanya nini itakuwa? We have 3 years to go to the elections. Wasema ni passing cloud. Of course. That one is, is like you can tell me that the crowd I can attract when I'm a member of parliament is a crowd with my opponent who will attract. Hakuna kitu kama hiyo. Saa hii nikitaka kutembea, even when I'm walking in town, people talk about me, even when I don't want. No, Mheshimiwa Rama. Sasa wewe enda tembea uone kama utasema jina yako. Wewe sisi unatembea town hata hakuna mtu anakujua kama wewe ni Manoti. Unatembea from Kenyatta Avenue mpaka mwisho hakuna mtu anakutambua. Mimi nikienda hapo unataka tutembee leo uone. We can even do it practically. Tuende tuwaje gari mahali tuanze kutembea na wewe. Uone ni watu wangapi wataniongeleza tukifika mwisho. Wacha nitoke kuwa mheshimiwa. Kwa hivyo umepei mambo na kushangiliwa miezi 2 peke yake. Miezi 2 itakuwa inaisha. We could be having something else to do. And it depends on what the government. You know what I've realized na watu yenyewe wanataka maendeleo. Kama umefanya maendeleo, people will forget. Like myself, I think I've done enough
maendeleo in my constituency I'm still doing. If I distribute my bursary very well, watoto waende shule, nikiendelea kusaidia watu vile wanakuja hapa tuwasaidie namna hiyo. Watu watakuuliza wasema ati wewe siku ile ya Rigiji ulipiga Yesu kwa nini? They cannot ask you. Na wewe siku ati wewe unaenda kuambia watu kwa sababu nilipiga sikupigia Rigiji ende nyumbani nipe kura upewe. You can't. Mheshimiwa, maaskofu wa Katoliki wamezungumza wakasema hii serikali ni ya uongo. Viongozi wako na uongo mwingi sana. Jana rais alianza rais mwenyewe. Ya chama gani? Rais ndio anaongoza hii serikali. Pia mimi unajua tukienda kula pia kila watu walikuwa na mrengo yao. Wanasema uongo kwa mrengo gani? Jana rais alisema alipata salamu. Akaanza kuzungumzia mambo na maendeleo ambayo unazungumzia saizi. Wananchi wakaanza kupiga kelele. Akaanza kusema mambo na SHA, mambo na affordable housing ambayo wananchi kama hata mimi labda si feel. Manoti iko shida ukiangalia vile watu how people responded yesterday. Labda hii maendeleo ni gani ambayo hatuoni? Watu wako na shida na hiyo SHA na na hiyo housing, affordable housing. Mimi nikienda saa hii I cannot talk about SHA and affordable houses. Kwa nini? I can't because it's not under my docket. As a member of parliament, mimi nataka niongee kuhusu basari. Sasa mimi wewe ni mtu unafaa kuongea tu CDF peke yake. Si ndio, of course that's the work of a member of parliament. Why do you want to talk about something which doesn't concern you? You don't have control. Bana mheshimiwa, hii mambo na SHA na SHIF ina affect wananchi wako. The county. Those people belong to the county. And that's the work of the governor and the national government. Mimi natokea wapi kama mheshimiwa? Why should I talk about it? Mimi naongea wewe nieleze niambie maneno ya security police station. Niulize maneno ya pasari watoto waende shule. Niulize kuhusu barabara the ones which concern the national government. Why should I talk about she or SHA or about something which I cannot, because even if I talk about it, hata kuniongeleza niongee, I cannot change anything. The ones I can change today is CDF pasari. Where I can say that watoto wapata 6,000 wape 8,000. That one I can talk about it. Ask me why students cannot get more money when you are not getting from once. And you are going to see how many students will take what and from how much money you are going to give. Lakini mheshimiwa, ukisema hivyo, hii SHA ilipitishwa na nani? Yaani hiyo. Hii mambo na health. You know, watu wengi hawajuangi what happens in parliament. Kazi ya parliament is just to pass laws which comes from the executive. So the executive imekuja imesema we want to create this. That's the work of a member of parliament. Or now it's going to be implemented. It is between the executive and the bodies which are concerned. The bodies which are concerned to be added is the county government and the national government. Why should a member of parliament start talking about the SHA or SHI when you cannot be of any help when it is being implemented? Nyinyi ndio mlipitisha hii mambo na nyinyi mnafanya mambo na oversight. Nasema you can't oversight the Ministry of Health. You can't oversight the health, Manoti. You can. Mnaweza ita CS wa health akuje bunge aelezee mambo na SHA inafanya aje kazi. Unaweza kuuliza lakini you can't oversight. Health is developed. Ask about you can go because what you called the Minister for Education to implement maneno ya pesa ile inaenda kwa education sector because that's education is not developed. Lakini maneno ya health hiyo, you know, Kenya is hawajajua we are in another system ya 2010 constitution. Wakenya wengi hawajajua. Where you find even in my constituents, even the roads which belong to the county government. Members wanauliza wanasema barabara imeharibika hapa, mheshimiwa wako wapi? When actually those roads are supposed to be drainages. They are supposed to be made by the county governments, not even in Nakuru alone, everywhere in this republic. But how many times have you seen people asking about the maneno ya drainages na mafuriko kwa mheshimiwa? Now ndio walipitisha ile 2010 constitution wakasema vitu fulani kama hiyo iende kwa that's why you can see governors are fighting kwa ile pesa ya KRP. Ile almost 10 point something billion yakuja kwao so that they can be able to address the issues of drainages which I also support that wapewe hiyo pesa because wakipewa then they can be able to address issues of drainages in their counties. I'm supporting them to be given because that's what the constitution says. Hata nilikuwa naona watu wengine wanapiga kelele
ati Raila ameenda amesema hiyo pesa uachiliwe iende kwa counties. It's true. Raila was very correct. Raila was just saying what the constitution demands, that hiyo pesa iende, because if we are tuseme mafuriko imekuwa in my constituency, naenda naambia watu nasema hii maneno ya drainages is supposed to be done by the county government. At the same time, I'm in parliament telling the budget committee that don't give these people money to county governments. Then what is it? Because we have classified roads, county government roads, the county roads, zinatakikana zitengenezwe, watatengeneza namna gani? So wacha wape pesa yao ile ya fuel levy, wape hiyo 10 billion, as long as they would address the issues of mafuriko, I don't have a problem. Yeah. Hii statement ya Catholic bishops unaiunga mkono? Unaona kama ni walimwambia rais ukweli? Si rais mwenyewe alisema walimwambia ukweli, so who am I? You know, the letter was addressed to the president. The president amesema barua ilikuwa sawa, so it was addressed to me. So I can't, what do you expect him to say? President mwenyewe jana alisema amepata barua. Na hiyo barua amepata atarekebisha afanye. So the letter was addressed to him, not to me. I just read it the way you also read it. Haya, tuachane na hiyo mambo ya barua. Unaona kama wale ambao wanamzunguka rais wanamwambia ukweli? Nani wanamzunguka? Ninyi ma MPs, ma senators, wale ma PS, ma CS wanaambia rais ukweli? You know, most people hawajui vile the president operates, not in Kenya but in the whole world. The president yako na advisors wake. You know, when I sit with the president and take tea at the State House, or if he comes here and calls me in Nakuru State House tuende kuchoma mahindi na kuongea, does not mean that I'm going to advise him on how to run the government. No, he has his advisors. Yako na watu ya NSIS who tell him what happens on a daily basis. And in fact, when we meet the president, we have never, okay, myself, even the ones we usually found ourselves with the president, hakuna wakati tumewahi kumwambia tunataka uende ufanye hivyo. Hapana. We just want the president to tell him what we want done in the constituencies, or if you have an issue ya watu yako or a personal issue, na kuongea kunywa chai na yeye na kumwambia you can never advise the president as an individual or as a member of parliament. Yako na marafiki. So once you become a president, you don't drop your friends, because when you want to take tea with him, does not mean that you are advising him. It's a wrong perception what which must stop. The president yako na njia yake na anajua vile anaongoza. Iko watu wanamsaidia, wanampatia advice. He has several advisors who advise him on governance and how he's going to govern this country. But when you see members of parliament going there because of issues from their constituencies, or if the president is my friend, I'm going to see him as a friend, nimuuliza anisaidie kitu fulani, then you start saying Arama is the advice is wrong. Hiyo is misplaced thinking. Lakini in this government hapa hivi tunaona the president is saying this one, upande mwingine tofauti. Marafiki wa rais upande mwingine, kama for example Oscar Sudi, upande mwingine anaenda anakashifu maaskofu, upande mwingine rais, na huyo wanasema huyo akizungumza rais ndiye amezungumza. Lakini I think hiyo, you know, Sudi is an elected member of parliament, is a leader. So would the president be going every morning ya mwendesa mwambie ukienda sasa vile umekuja hapa saa hii, vile umekuja saa hii, did I go to the president nimuulize nimwambie nataka kumwambia Manoti hivi? I have not. But if I talk something here which maybe the president, I'm supporting the president or I'm not supporting him, it cannot be portrayed as if you have come here sasa president nikuja nimuulize niseme Manoti amefika sasa ile maneno ya Asif, ile maneno nataka kusupport yaseme ndio. I've not talked to him, but I'm here telling you that Sudi is an elected leader, is a member of parliament. He can talk what he wants, and when he talks what he wants, does not mean that the president is aware of what he's talking. Just like when you are here, the president is not aware that you are here. So niambie Arama sema hivi. No, there is nothing like that. So kila watu, everybody should be held individually on what he says. So Sudi should be held responsible on what he says, and then Sudi ni mtu anaongea maneno yake. So kuongea maneno yake hata kama sasa hivi, wacha nikuulize, nikikuja hapa nikuje nianze
kuabuse mtu kama Rigathi. Niseme Rigathi wapi nini utasema kwa sababu ulikosana na president ameniambia niende kuabuse yeye. So mtu anaitwa Sudi is just talking good about his friend who is the president, and they have been friends. So there is nothing that the president yametuma mtu aende kuongea. Sudi is talking his mind as a leader. Sawa, hii Kenya unaona inaendaje? Kwa sababu mambo na production bado ziko, mambo ukijaribu kuangalia Wakenya hawana furaha. Wakenya gani? Sema wewe. Wananchi ukisoma ground, mheshimiwa, ukisoma ground unaona wananchi hawako. Abduction itafanywa kwa mtu yangu. Why should I say abduction siko hakuna? Mimi ya also reading the newspaper au kwa TV. Lakini mtu ya kwetu ama mtu yangu hajakuwa abducted ndio niseme. So how can I start blaming the government on something which has not happened to me? Unataka nianze kupiga kelele abduction siko na mimi sijui nani amekuwa. Are you having any problem yourself with the abduction? Any of your relative? Iko relative yako amekuwa abducted? Iko. Manoti sema iko ama huko. Mheshimiwa, tunaona news kila wakati. Kuona as any of your relatives or your kinsmen been abducted. Ako ndio nianze kupiga kelele kuanzia saa hii. Tell me nianze kelele. Iko. Mheshimiwa, unaona kama Wakenya wako na imani na hii serikali? Kama mimi nakuambia in my constituents hakuna mtu amekuwa abducted. Nobody from any of my relatives. Nobody even from Nakuru County. Sasa ndaanza kupiga kelele ya nini Manoti? I would say the government is okay. Serikali iko sawa. Iko sawa kwa sababu hakuna kwangu sina shida ya hiyo vitu wamesema hiyo ya abductions ya nini hakuna. So I would say maneno ya abductions I don't know. I would support the government because hakuna ile imefanywa kwangu. 2027 Raila next year 2025 anaenda EU. Tunamtakia kila laheri aweze kufaulu. Ni wewe lakini kwa wengine hawamtakii pia. Wewe unamtakia lakini kwa wengine hawamtakii. Wewe unamtakia mema. Of course mimi kila mtu namtakia mema. Anybody hata sai huwa I'm saying tutakia hata rais mema aongoze hii nchi mpaka 2027 na apate kura. That's good enough. Kama mimi natakia rais mema, wewe unatakia rais aje? Wewe mwenyewe unamtakia aje? Rais. Unamtakia aje rais wewe? Aongoze wa Kenya vizuri. Haya, 2027 kuna hii mrengo ya Rais Ruto na kuna hii mwingine ya kwa Kenya. Kalonzo wameform kina upande wa Kalonzo. Unaona 2027 itakuwaje? Wewe utakuwa upande gani kwanza? Ngoja nikuulize, is the first formations kama hiyo umesikia? Si hivi 2017 zilikuwa 2022 zilikuwa. Is normal business for people to form formations kama hizo. Is normal. So me I'm not worried because even 2013 wakati nisimama kura sikusimama peke yangu. Kulikuwa na formations, kulikuwa na ODM, kulikuwa na TNA, kulikuwa na URP. Wakaenda wakaformu whatever they formed wakachukua serikali. 2017 was the same. So we expect to have competitors every time, and they can come in any form. They can come in form of your formation. Na Mungu ndiye anapeana uongozi. Kama Mungu amesema William ataendelea. Unaona kama Kalonzo anaweza mtingiza kidogo? Ni wakati gani mtu hawezi kukutingisha kama anasema kule? Si mnatingizana tu. Hakuna mwingine anatingisha mwingine. Ni kutingizana, sema watatingizana, hiyo ndio tunataka kusema. Huwezi kusema atu and you know by the way iko kitu moja watu hawajui. Kusimama kura is not a problem, but winning is the problem. And it doesn't matter how you have won or how many votes you umeshinda yule mwingine. The fact of the matter kama umekuwa number 2, number 3 na Mheshimiwa, unasema it doesn't matter how you have won. It doesn't matter. Wacha nikuulize wewe Manoti, nikipata leo njia ya kuiba kura ya Nakuru Town West nirudi kuwa mheshimiwa another 5 years. Don't you think I will go that route if I have a route ya kuiba? Hata kama ingekuwa ni wewe. Wewe huwezi kwenda hiyo route ya kuiba ukwe. Mimi siwezi. Kwa nini? Then you don't want to fight, you don't want to be. Maybe unataka kufanya kazi ya journalism. Sisi mheshimiwa unaweza iba kura? Why not? Sintaiba nikipata nafasi. Kwa nini nisiibe? But kama wewe unaenda kurara ni kuibie, si that you are the best candidate, tunataka tuende mimi na wewe ni kuibie. Lazima uamuke bwana wakati ya kura. Ukienda urara uibiwe
Hiyo ni shauri yako. Wacha nikwambie, even in football. Unakumbuka ile the famous alikuwa anaitwa nani? Maradona. Hakusikona na mkono na ikahesabiwa. So long as rivalia kuona. Mimi nataka kuniweza niambie nipate njia ya kuiba kura. na mtu IBC hajaona, mtu ya returning officer hajaona. I will still. Hiyo ndio ukweli ya maneno ya siasa. When we say the truth. Haya, wanasema siasa ni mchezo mchafu. Juzi tuliona viongozi ambao wamechaguliwa wa Kisii County na Nyamira County, mlikuwa na mkutano. Na mengi yamesemwa, inasemekana pale kwa ground. Mnataka kufahamu chama, labda tuambie mkutano ilikuwa ya kuhusu nini? Unajua watu wengi saa zingine people read too much on very small things. Sasa members of parliament from Kisii tuseme wa Kisii wakisema tukunywe chai. Why is it a problem? Iko shida gani? Where did all these things come from? We just met as colleagues to take it. And when we take it, we talk many things. There is nothing. You can't form a party from Serena where you have just met for one day to take it. You're just a normal way of meeting with the colleagues and taking tea and talking about development ya Nyamira, Kisii, ilikuwa wapi, tuko wapi, and such things. There was nothing like forming a party. Wazo ilikuwa mambo na maendeleo na kuongea tu just like friends. You know, in parliament you can stay there for so long without meeting each other because you unakuta watu wako PC wapi nini. So sometimes it becomes a problem. So tukasema tuende tukunywe chai and then we catch up with the latest. Of course there are many things you could say. Watu walikuwa pale wakina Machogu walitoka, wakina Ogambo wakaingia. So that tunaongea tunasema where we are, wapi tunaenda wapi, and of course politics lazima tuongee tuseme where shall we be in 2027 with the broad-based government. Alafu tuongea namna hiyo tu, hakuna maneno mengine, lakini watu wakikutana people read too much. Hata communists wakikutana people don't even ask why. Lakini sisi tulikutana tu kama colleagues na kukunywa chai. Kabla tufike 2027 sasa hivi hii jamii ya Omogusi iko wapi kwa serikali? Si kila mtu wako kwa chama yake. Mimi niko Jubilee, wengine wako ODM, wengine wako UDA. Mko na shares kwa serikali? Ile ni nani alikuwa anataka kuleta? That's why we chased him away. Alikuwa anataka kuleta maneno ya shares. Tukamfukuza kabisa. Alikuwa anaongea hiyo lugha unaongea. Hiyo yako nataka kusema ati shares. Shares ni gani? Shares is the whole country belongs to every Kenyan. Ukianza kuongea hiyo manoti hata wewe tutakufukuza hapa Nakuru. Utafukuzu uende Kisii. Muko ndani ya serikali kwa sababu hii ni broad based, wanasema ni broad based government. Muko ndani ama muko? Tuko ndani. Tuko ndani kwa serikali kabisa. Broad based tuko ndani. Ugamba yako wapi? Si ni Mkisii. Mose yako wapi? Si ni Mkisii. Ukuona hata wengine wameweka. Tuko ndani kwa serikali. Broad based. Ile nani alikuwa anakataa tusiingie, sasa tumeingia. Mambo na Matiang'i, mambo na Machogu iko kuja kwa hiyo mkutano? Hapana. We just talked and said that we see how we can approach the government wapeleke maendeleo huku Kisii na Nyamira. So these other people, we didn't talk much about them because it was not the right time. We still have time. We'll talk about them later. About 2027, have there any plans for Omogusi community? The plans are is that we must support the government. We should be winning that time. But this is still time. We still have time. 3 years. Miaka mingi sana. Kama viongozi wa Kisii, are you not planning to win that time? You can't plan 3 years too. It's too far. Maybe 1 year. If you can preserve that question, when you reach 2027 January, I will answer you. Matiang'i akuji anyway in your equation? Uliza 2027. Ukianza Januari kuja. God willing ya tuweke mpaka siku hiyo ndio useme harama siku ile nilikuja usema nikuja nimekuja nataka kujibu. Hakuna mahali Matiang'i mnamweka kwa hii mambo ya 2027? Not really, we didn't discuss about him. Yeah. Mahali tulikuwa bara tu kuongea maneno ya Matiang'i. But even individually people will be talking outside there. I don't know.
Lakini kuna chama mna form. Kuna siku ulikuwa umezungumza hapa ndani ya Manoti TV ukasema kuna chama mnataka kuanzisha. Tunataka chama, lakini hiyo your question and what you asked that time. I said wakisidi na sakuwa tunataka chama wakati hiyo 2027. I'm still saying the same. That come 2027 sisi wakisi tunaweza kuwa tunataka chama. Kwa sababu gani? Kwa sababu mtu anaitwa Raila ako na ODM yake, William Ruto ako na UDA, Musalia Mudavadi yako na anaitwa nini ANC, na wengine wote. So why not us? We can also our party so that ndio tuende kukaa kwa mesa, we talk the same language with the other people. Yeah, there is nothing wrong, but at the moment kila mtu wako kwa chama yake. Lakini si mko na chama ambayo inaongozwa na Amos Nyaribo. Hiyo is a village party. Tuachane na hiyo. Mheshimiwa sasa nani yako na chama anaongea between Nyamira and Kisii town. Hiyo ni chama ya watu gani? We want a national party. Ya Nyamira ya Nyaribo ni Kisii na Nyamira. Haya, sawa basi. Unaita chama yenyewe village party. It's a village party and you know it. Where does it have a member outside Nyamira? Ni wapi? We already have one in parliament, anaitwa Njoke. My nephew is ndio member of parliament, chairman Nyamira, party leader Nyamira, treasurer Nyamira. Kila kitu ni Nyamira, wacha wakae huku. We'll get another one. We are consulting very highly so that we can get a national party. Aya. Watu wanasema muende form 4. For the term. Nakuru Town West. You know, let me tell you, what depends on how you will be elected is what you have done to the people. So if the people tell you that they can see the 40 for you, you can go. Because again, even if I don't go, I think I've done enough for 15 years. It's enough time. So, but if people say that wewe kuja tusaidia tena, you cannot say no. But it depends on how you assist the people. Always kuwa Manoti always kuwa member of parliament if you are not assisting people because Arama as he gone 3 times. Therefore, sasa ni weke and you are not going to assist the people. Ansa sahi, ansa kusaidia watu. Uone vile utakuwa watu watasema Arama ulitusaidia weka kando. And the people are the people fought for members of parliament. So hii maneno ya kusema 44 kusema unaenda wapi, it doesn't make sense to me. People will decide who will be the member of parliament when 2027 comes. If they say they want me here, fine. If watu ya Nyamira wasema wananipea governor niende huko wanipea fine au uliko. Lakini mheshimiwa, kulingana na wewe, safari ya Nyamira sijui ulipata mambo kwa barabara ama bado inaendelea? Na Nakuru Town West iko aje? Kulingana sasa na wewe, utuambie leo. Lakini wacha nikuulize, wewe unatembea na Nakuru Town hapa, Nakuru Town West. What do you think people are saying? Where's you tembea? Wewe hapo, you don't need a visa to walk in the Nakuru Town West. Do you think if I fight today I can win? Wewe vile umetembea hapa. Say your honest opinion. Do you think I can win if I fight? Wewe sasa hivi wewe ni mbunge, kwa hivyo sasa wakati wa kura ukifika tutajua. Na wewe usianze kuwa kusema ati itafika. Wewe tembea sasa hivi, what is bothering you? I've given you permission. Wewe utembee ukuja hapa after 2 weeks tufanye another interview. Enda tembee uulize Arama atapata ama apati. Ukuje unieleze sipati, then nitaanza kuona ni waje. Ukiniambia atapata mimi nitaendelea. So I've given you 2 weeks. I will give you a miss and people from my office you work the other constituents. Uende ufanyie watu interview. Arama huyu anaendeleaje? Mtampea kura? Arama alienda akapiga yes kwa Gachagua. Aende nyumbani. Finance bill alipiga yes. Hii mtu tufukuza ama tufanye nini? Wewe hata maoni. Ukileta hapa, take video kuja unaweza niambia wakati nilienda niambia Arama unaweza uambie huyu Arama iko rami ameweka hapa. Hii Arama iko masuda amejenga hapa. Iko Arama iko vitu wamefanya hapa. Mtafanyaje? Uone then you come with the result after 2 weeks unieleze uniambie. Nikiona hakuna nitawacha. Mheshimiwa, Nyamira ulitembea sana. Mbona siku hizi wewe ni Nyamira? Kwa sababu si niko na kazi hapa. Sasa unataka niende Nyamira niwache hapa? Sasa hapa si lazima nitembea hapa ndio watu watanichagua. So the fact that I'm not going to Nyamira does not mean that nimewacha. Nyamira ni kwetu, ni nyumbani. Nikienda kutembea lazima niende nisikie maoni ya watu pia. Lakini where I'm supposed to be every time ni hapa na Nakuru Town West. Where I am. Sasa kama Manoti unaniambia niende Nyamira, ungenipata wapi leo niufanyie hii
Ungekuja hapo wewe uambiwa Arama alienda Nyamira. You could have bounced me. I'm here so that niongee. Ndio ukikuja unanipata wewe ni mtu ya Nakuru Town West. Haya. Sasa hivi kuna muungano wa watu kutoka Nyamira na pia watu kutoka Kisii hapa Nakuru Town West na Nakuru County. Kuna hiyo mikutano imekuwa ikifanyika pale Shabab. Labda umekuwa ukialikwa wala hujahudhuria. Ile ni mikutano ya ujinga. That is being stupid and uende ueleze kama unawajia, uende uambie wache hiyo ujinga. I've been invited several times. Why do you want to be like a village member of parliament? When you go to community yako at Wakisii muende kuongea, mnaenda kuongea nini? Wanasema ni unity na welfare. Unity welfare gani? When watu wakikufa hapa, sijawahi kuona hiyo welfare ama unity hiyo watu wakisaidia watu wakipeleka watu wamekufa nyumbani. So what is the purpose of hiyo unity and welfare? Yaani kwenda kukutana kukunywa jana kuongea vitu za upuzi ndio unataka tuanze kuingia hapo? I mean, how do a member of parliament who has been elected by all of the communities find himself in a meeting of villagers? People don't even assist anything when we have problems here. That is... Mheshimiwa anasema when people come together, great things happen. Au ni wa Kisii kutoka Nyamira na Kisii County. Mimi nakuuliza, as a member of parliament, if I go today to attend such useless functions, who would assist those who come from who vote for me in Nakuru Town West? Wajaruo nani ataenda kuunganisha hao? Nani ataenda kuunganisha Wakikuyu who vote for me in large numbers? And what is their problem in the first place? Well, you don't just wake up one morning. If kama ungekuwa ameenda na hiyo unit, wakuja wanaweza waniambie ile unit tumeanza, mtu akikufa Mkisii usimsaidie. Wacha hiyo mtu akuje kwetu tumsaidie so that you assist other communities. Then I would say okay, fine, that's fine. Like when you find that Wakisii wanaitana atuende kuongea about unity which is not even there. There is not unity in Nakuru County ya Wakisii. Mheshimiwa umesema walikualika. Labda walikupea agenda wakakwambia hii mkutano tutakuwa na agenda hii na hii. The agenda is the useless thing you are telling me. Hiyo unasema the welfare we come together. When were we not together? When were we not together? Yeah, I can't. Mimi siwezi kuenda hizo vitu za upuzi. Niliona watu wengine, and you know, let me tell you makosa ile watu wanafanya, and I don't know whether we are supposed to amend the law or we are supposed to sensitize people on you to call such a name. You know, unakuta mtu anaenda na CV watu wanataka kukula watu pesa. Hii ya Wakisii iko Wakisii wanataka kukula watu fulani pesa. Mtu anakuja hapo na CV unaambiwa ati mheshimiwa kuja ongea na unasimama ati mimi naitwa Mheshimiwa Samuel. The only person who is called honorable is me. Once you have won. Sasa tagasia watu waweze kuambie the only person who is honorable Nakuru Town West ni Mheshimiwa Arama. Hii maneno ngine aspirants wanaitwa ati mheshimiwa kuja ongea ni watu wanakudanganya wanataka kukula wewe pesa. Mheshimiwa unataka kusema wanadanganya? I don't know, lakini what do you think yourself? Can you unaenda kushinda kura kwa sababu umeenda kwa mikutano ya Wakisii na Wakisii wao peka yao sio wao wanapiga kura hapa. You know those people what they are doing ile vitu natakana ifanywe nyumbani where you have only your community. And you know, by the way, Magana is my good friend. I don't wish I cannot tell him not to fire for a seat in Nakuru Town West. But I would tell him, I would only caution him that kama anataka aingie kwa makabila mengine aenda aongee nao waambie anataka kura, lakini kuitwa kwa Wakisii hapo wakudanganywa wape pesa nini, hiyo wanamdanganya. That is the truth of the matter. Sasa hivi Makana kulingana na vinye tunaona anataka kiti Nakuru Town West, Robinus Makana. Na huyu ndio ulikuwa ukimtuma kule Nyamira akutengenezea ground. Kwani kulienda vipi? Sasa hivi yeye anataka Nakuru Town West, wewe ulikuwa unataka Nyamira, nyinyi wote mko hapa Nakuru Town West. No, kwani kuna mahali mlikosana? No. Si advance mkosana na mtu ndiye asimame kiti. Si hata yeye anataka kuwa member of parliament, does it matter where? If we think he can come to Nakuru and apate, let him come. And don't forget that this is not si yeye peke yake kwa Wakisii anasimama. Wewe wacha nikuulize, wewe hujajua historia yangu. 2013 ndio kuwa na maishiba.
Nilimshinda ama sikumshinda? Ulimshinda. 2017 hatukuwa na Ochoki na wakinawi wengine wote wanaitwa sui nani. There were several cases who were fighting. The same people wale wanapitia wanatembea na Makana ndio walikuwa na ile watu wengine hapo waliwachia kwa njia. Na Makana hivi Makana can convince watu ya Nakuru Town West that is capable of assisting them na achukue. I don't mind. I would say yes, yes. He should come and fight because he's not the first person. Nimeenda kucompete against my fellow Kisi. Ni wengi imekuwa namna hiyo. The fact that you are friends, Maisiba was my friend. We fight na nikamshinda. So kama Makana thinks that he can come akuja asimame kura na ashinde, there is nothing wrong. He also wants, he has ambitions. Ambitions of becoming a member of parliament that he has earmarked in Nakuru Town West. So let him come. Lakini I can only caution him, be wary. And I have said it several times. Watu hapa Nakuru utatembezwa, unaelezwa unaambiwa kura hapa na kumbe hata kuna watu wanataka kukula pesa yako. I'm sure those brokers every morning if you watakuwa na mko wanaenda mpaka kwa Mheshimiwa usiwaite brokers ni wananchi wana. No, those are brokers, they are known. You know there are people who are brokers and they are known. They are brokers. Hao ni brokers. Kama wote ndiona wanatembeza Mwangi huyo anataka kuwa governor. Si nilisema siku nyingine pale kwa nini nikasema wewe Mwangi be wary of people who are coming here kukueleza kukuambia unajua mali kura siku. Those are there's no another time you can go to them. They are just brokers. Mtu atataka kueleza kumwambia huyu alama watu wamemkataa. Mheshimiwa uta identify aje huyu ni broker na huyu ni mtu genuine? See, I know from the number of people they walk around with every other time. When we are nearing elections, they are always having candidates. Those are the brokers I'm talking about. Ilo Getia aliletwa na nani? Alikimbia hapa, alipata, he didn't get even 100 votes. Huyu nani anaitwa? You know brokers ni watu wale wanasema ati wanajua kura mahali siko. Anakutembeza, anaenda wako pamoja anasema iko kura hapa na hakuna. If you want to know that they are brokers, tuongoje 2027 iko karibu. Makana bado sasa hivi bado nyinyi ni marafiki. Oh, very good friends. Very good friends. Si wewe umemtuma asimame kiti? Asimame kwa nini? Ni mtuma asimame kiti iko kwanza iko wapi ya kusimama? Watu wanasema labda anaweza kuwa ni project wako. Lakini mimi nasema utamtuma aende kusimama kura kama kiti iko kama vacancy iko wapi? Then ingefika 2026 unasema nimemtuma. How do you send somebody when you are seated comfortably 3 years aende utamtuma aje? Na mtu anatoka kwake, ako na watu yake, ako na fikira zake, unaweza mtuma aje? No, you can't. He's a grown up. He's right to fight. And if he fights, you cannot say nimemtuma atamtuma aje. Aya 2027 waje wote mpambane na wao. Of course, that's what I've been doing since 2013. Umewahi kusikia ati mimi nilienda nikasimama kuna peka yako nikachukua. See, I've been fighting with other people. You will be one of them. You will be among men who are going to fight. Makana will be among men of those who are going to fight. Hakuna wakati mimi nimesimama kura nikaelezwa nikaambiwa ati sasa this time wewe enda huko. Hapana, ni kupambana. Wakuje wote tupambane. And you know the goodness ya watu wengi, you even default of maneno ya kusaidiana. Sasa ile ideas wote walikuwa wanakuja kwangu wananisumbua, sasa wako kwa Makana. So wacha waende huko waendelee kusumbuana kwenda mbele kidogo. So na mimi hata pengine nimepata wengine ideas wengine wakuje kutoka pande. Hiyo ni dunia, hiyo ni kuendelea. Sema ni siasa. Ni siasa. Na siasa ikuangi na wadui. No. I cannot want not to have Makana as my friend because he amesema anasimama kiti ya Nakuru Town West. It doesn't belong to me, it belongs to the people. Na Nakuru Town West sasa hivi umepanga nini, unafanya nini? Tueleze tu kwa kifupi. Maneno mingi nimepanga, lakini manoti ni kama wewe simpeleke manoti. Siku ile mlienda mbona hamkupeleka manoti? Wacha hata tapeona nini inaendelea in the constituency. Things development inaendelea mingi sana. In fact we are moving out of ofisi ya Meisha. Tunaenda ofisi ya CDF tumechenga. So from next year tutakuwa kwa ofisi mpya. Very soon I'm calling people tukuje kuifungua watu ya Nakuru Town West. Hapo ndio tutakulia Christmas. Just a few days to Christmas tutakulia hapo. Tutakula pamoja. County rafiki yako Governor Susan Kika kwaje? Ako mbali sana. Kumbe Governor watu wanampenda yule mama. Asikuwa nimejua namna hiyo. Watu wa gani? Watu wamempenda sana. Chusi
alienda hapa Subuki. Uliona ile watu wanaambia Gachagua anyamaze. Na unaona vile aliongea wakamshangilia. Ama how do you rate somebody who is popular? Mheshimiwa, kushangiliwa sio kupendwa. Ndio hiyo. Kusangiliwa wewe a few minutes ago. Umesema ni siasa, Mheshimiwa, umesema ni siasa, unaweza nunua watu wa kushangilia. Ulikuwa unaniambia ati president yako chini kwa sababu Gachagua alisangiliwa. What wewe ndio umesema? I thought we are going that route. Ukisangiliwa na watu it means you are popular. Gachagua akisangiliwa alikuwa popular, si ndio? Mbona Susan akisangiliwa unasema hakukuwa popular? Si alisangiliwa na Gachagua akaambiwa nyamaza. Lakini Mheshimiwa, unashangiliwa na watu wamevaa aprons na reflectors. Why not? Does it matter how you dress even if you are naked? Sasa mtu akikushangilia na nguo ni makosa, si ni vote yako. Kwa hivyo unasema Susan Kika anapendwa ground. Anapendwa sana. Kwanza Nakuru Town West hapa ni 100%. Mimi nakuambia. Enda fanya hapa saa hii hata tukianza kuteremka na wewe, hata tunasateremka na mguu. Kuenda hivi usikie vile watu wanasema kuhusu Susan anarudi. So hii wakina Mwangi wanagurua pesa na hii watu. Waenda wacha mama arudi. Alafu 2027 to 2032 ndio tuone maneno ya hii process vile wanakuja. Utakuwa na Susan Kika. Mimi nitakuwa na yeye, of course, why not? Mimi nitakuwa na yeye. Lakini Mheshimiwa, yule governor ambaye una support kila mara lazima aanguke. Lakini lazima ashinde in my constituency. Go and check your records. Okay. Go and check. Si kitu nakuambia, go and check records. Whatever governor have been supporting in my constituency anakuja namba moja. So if Susan comes number one in my constituency, me I'm okay. Because where is am I going to tell you mpigie kura apart from my people in Nakuru Town West? Want to check it Nyanjui, Raila Amolo Odinga, and angalia walishinda in my constituency here, Nakuru Town West. Yeah. So mimi niko na makosa gani kusema ndamsupport na ashinde in my constituency? Uko sawa? Niko sawa kabisa. Hata akianguka Nakuru County uko sawa? Pora ameshinda kwangu. You know my focus is in my constituency. Hiyo ndio na focus. Lakini unaona anaweza anguka huko kwingine? Hapana, siwezi kujua, lakini kwangu atapita. Na vile nimeangalia watu wanampenda. Anafanya kazi sana. Angalia hapo, simama hapo, angalia ile rami ya Kisii hapo juu, si mbali. Ungeenda hapo, ukitoka hapa wewe mpitishie hapo ano. Hiyo rami yetu tunatengeneza na yeye. Mpitishie uende upigwe. Ukisema nimesema hivyo upigwe uweke. Na manoti, you must be very fair in reporting. Wewe angalia hiyo rami uweke. Usiende kusema vitu bila hakuna. Hiyo ndio practical. Na even in my house here. Enda angalia hiyo rami tunaweka na yeye. So why should this, what you are done kwa nini sikosi kumpigia kura? Watampigia? Haya, tapigiwa basi. Neno lako la mwisho tukimalizia? Yangu ya mwisho ni kwamba wacha tusaidie hii serikali kwa sababu nchi ni yetu sisi wote. Ikiharibika itaharibikia sisi wote wa Kenya. Lakini tunataka pia tuambie serikali ijaribu ione mahali watu wanapiga kelele kama hii ulio bishops ya Catholic. Hawapigi kelele Mheshimiwa, bishops hawapigi kelele, wanazungumza. Hiyo kuzungumza hata sisi tunazungumza, mnasema ni kelele, so put it the way you want. Hata sisi tukizungumza mnasema ni kelele. Kama unataka kusema si kelele, hata sisi tumezungumza. So hata mimi nimesema vile bishops wamezungumza, wacha wasikizwe kwa sababu hawawezi kuongea bila sababu. So let's see how the government will see interventions. Ile wanasema hiyo maneno ya SIF, maneno ya SHA, because what happens watu wanaenda hospitali wanapata shida, there are a lot of complaints and the president said he will address. So wacha tuambie wa Kenya wangoje kidogo as the government is trying to address the issues which affects our people. Because when a person down there is affected, who votes for me, I'm also affected even if I'm not going to the hospital where the person down there was. So serikali etusikize na isikize wa Kenya. Asante, umemalizia vizuri sana. Umesema serikali isikize wa Kenya. Na Kenya wasikize serikali. You know, it's vice versa. Serikali isikize wa Kenya na wa Kenya wasikize serikali. Na kama hii serikali haiendi the right way, see what I criticize, then we come together and go the right way.
Unajua watu wakipiga kelele hapa na nyinyi mpige, mnakubaliana then you walk. Lakini unaona kama hii serikali inasikiza Wakenya? Inasikiza sana from me. Si nimekusikiza Manoti. Si umekuja hapa kwangu nikakusikiza. Haikuwa hata opportunity. Serikali sio wewe peke yako. Serikali kuna rais, kuna naibu. Inanianzia mimi ndiye napanda kuenda juu. Sasa mimi ni mtu mzuri sana because nimekusikiza. Kama ningekataa ungeenda hapo useme sasa tunaenda kwa mheshimiwa ufunje makamera, uweke makamera yako ndio useme unaona uanze kuenda hivi kusema mheshimiwa nilienda kwake hataki kunisikiza. Si nimekusikiza. Na umesema serikali isikize Wakenya. No, you have started with me. So tutasikiza nyinyi iendelee kwenda mpaka juu na jinsi mtusikize tukisema. Sawa. Mtazamaji, amekuwa ni mbunge wa Nakuru Town West Mheshimiwa Samuel Arama. Tumezungumza mengi. Hayo ni maneno yake, sio maneno ya Manoti TV. Hadi wakati mwingine, kwaheri.